Mtazamaji wa ASAM Online TV, leo hii ripoti za ASAM ziko maeneo ya Makadara. Tukumbuke ya kwamba siku chache zilizopita ripoti hizi ziliripotia juu ya tukio zima la kuungua kwa moto nyumba hii ya Makadara, ambapo leo hii viongozi wa jimbo la Kwahani, mbunge na mwakilishi wamekuja kuifariji familia hii, na hapa mbunge na mwakilishi wanaongea. Sisi kama viongozi tumeguswa na hii changamoto au kadhia iliyowakuta wananchi wetu. Kwa hiyo kuja kuona kilichowafikia, tulikuwa tunaambiwa tu, lakini ukiacha hivyo pia hali zao tumezisikia, zimetusikitisha. Kwa hiyo tumeona tujue kuwaletea kidogo hichi, kiwatie nguvu, kwa sababu wamepoteza vitu vingi, nguo, mavazi, na kuwaletea na chakula tuna wao wenyewe wakijitafuta. Lakini kazi yetu kubwa ndio hii, kuisaidia jamii na kuipa msukumo jamii, hasa pale katika changamoto. Kwa hiyo tunawaombea kila la kheri katika kipindi hichi, na wawe na subra na Mwenyezi Mungu inshallah. Kila linalotokea gumu basi kuna wepesi wa Mwenyezi Mungu. Kimsingi kwamba watu wawe careful na masuala ya umeme, switch hizi mtu anapomaliza shughuli zake, lakini vile vile wakiona nyumba ina short, ukifanya kitu kidogo tu inazima umeme, basi haraka wakimbilie kutafuta mafundi. Lakini pia kama ikiwa ni sababu ya nguzo, mistimu, basi haraka wakimbilie ZECO pamoja na viongozi wa eneo husika, masheha, madiwani, ndio viongozi wa wale hao, ili kuona changamoto ile ichukuliwe hatua kabla kuleta athari kubwa kama hii. Kwa hiyo wao wenyewe ukiwauliza hawajui nini, lakini wanajua umeme. Katika hii nyumba kulikuwa kuna kaya karibu 7. Kwa hiyo hivi sasa wote wamepata hifadhi kwa raia wema, majirani zao, na sisi tumekuja kuwaona kama kuwapa mkono wa pole. Hawa sisi ni wananchi wetu, tunaishi nao, na sisi sera yetu ni kwamba tunaishi na watu wetu kila siku. Hatujaanza leo, tongo imetokea, tuko nao huko tuliko, lakini salamu zetu tulituma na sasa hivi tuko nao. Yani hawa ni mguu kwa mguu mpaka mwisho wa safari. Sisi ndo viongozi wao, na kiongozi unakuwa hauji kwa msimu. Kiongozi maana yake uko naye kila siku. Timu yetu sisi ni kubwa, uongozi wa jimbo, wadi, tawi, hapa kama mlivyoona kuna mpaka mabalozi wapo nao. Yani CCM ni timu moja kubwa, kwa shida na raha maana yake ni hii. Kwa hiyo tuko nao sisi kila siku. Nchi sasa umefika muda kwanza kuwa makini katika matumizi ya vifaa vya umeme. Mara nyingi ajali nyingi zinasababishwa, ukiangalia chanzo chake, milipuko ya umeme, watu kutumia hizo sijui power bank nini. Kwa hiyo wawe wana mifumo ya kuwa na kama zile socket breaker. Wakati mwingine kuna mwingine atakwambia bwana hali si hali, lakini wanasema ni bora wakati mwingine kutahadhar kabla ya athar. Kama moto ulivyotokea, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna miundo mbinu mizuri, njia iko nzuri, barabara hizi za Dr. Mwinyi paka ndani. Kwa hiyo unaona hata gari la fire linafika paka nyumbani. Kwa hiyo hii ni faraja, lakini kwa moto ulivyokuwa mkubwa ilikuwa ni rahisi sana nyumba za majirani nazo kushika. Lakini yote haya yameshindikana kwa sababu ya vikosi vyetu vya zimamoto viko makini, miundo mbinu iko makini, wana utaratibu wa kuwa na kile kitu anasema kuwa na bima ya kama hizi ajali za kuunguliwa moto, kwa sababu tumeona nyumba imeteketea. Haifai, maana yake hii kama ni gari basi ni write off, yani haifai tena, inabidi tu ipigwe mchi ianze tena ujenzi upya. Kwa hiyo sasa hapa unaweza ukaona kama mngekuwa kuna bima ya majanga kama haya ya moto, basi wala kungekuwa hakuna stress, kwa sababu naamini serikali haiwezi ikawapa kila kitu. Kuna zile hatua za dharura watu waweze kujikimu, lakini swala la ujenzi nyumba nini itabidi hilo linakuwa. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wananchi kiujumla, tuweze kuzingatia masuala kama haya yanapotokea, basi tuwe na bima ile ya ajali, bima ya majanga. Ninashukuru mpaka sasa hivi viongozi bado wanaendelea kuja, kuna kutufariji, wanatupa misaada, bado tumo ndani ya hali ya kuwa na subira, maana kila mmoja anatuambia tuna subira. Kwa hiyo tushawapa malalamiko yetu na tushawaeleza maelezo yetu tunahitaji. Kwa mpaka sasa hivi jambo kubwa tunataka sehemu angalau tujistiri ya kukaa, tupate angalau vigodoro, tupate angalau sehemu za kutulia, kwa sababu mpaka sasa tumehifadhiwa na majirani.
ila wanakuja na tunashukuru, alhamdulillah, wanatupa faraja. Kwa hiyo tunaendelea kuwa na subira. Humu ndani vitu vyote vimeungua na hakuna kilichobakia hata kimoja. Yaani kilichopatikana humu ni roho za watu tu, hamna chengine. Majeruhi hakuna, isipokuwa kulitokea mshtuko tu kwa baadhi ya walokuwemo, kutokea mshtuko kwa sababu mlikuwa mna mtoto mdogo alikuwa hatujapata kwenda kumtoa. Kwa hiyo baada ya kwenda kutolewa akapata mshtuko, na kuna yule mmoja alikuwa mjamzito, alikuwa kaekewa amana ya watu. Sasa baada ya kaekewa ile amana ya watu, kwa hiyo akapata mshtuko kwamba labda mwenyewe atamueleza nini, lakini mimi nilipokuja yuko hospitali na nikamtuliza, na nashukuru katulia, na mpaka sasa hivi anaendelea vizuri. Wito kwa jamii kwamba tuwe tuna hadhari na mambo kama haya, kwa sababu sisi ndio lishatupata, tushalielewa, tushaliona, lakini tunahadharisha na wenzetu wawe na hadhari. Wa serikali kwa jumla naomba watusaidie hifadhi na watusaidie kujenga, watusaidie hifadhi na tusaidie kujenga na tusaidie kwa sasa tuna huduma ya watoto, watusaidie. Mtazamaji wa ASAM Online TV, kama tulivyokutaarifu hapo mwanzo, hao viongozi wa jimbo hili la Kwahani ambapo wamekuja kuwafariji wanafamilia hii. Miongoni mwa wanafamilia ameeleza kwa kina kuhusiana na tukio hili, lakini pia hakusita kuomba msaada kwa serikali na jamii mwenye uwezo nacho, kwa maana kwamba hawana makaazi hata pa kuishi. Jina langu ni Fatma Benard, nyuma ya kamera ni Makame. ASAM Online TV.